tuingie katika neno la Bwana kitabu cha Zaburi ya 20. Yote Zaburi ya 20. Kuna ombi hapo zuri ambalo tunaliona katika Zaburi ya 20, na kila mmoja atasikia kutiwa moyo katika safari yake ya imani. Na mimi pia ni ombi langu hilo limekuwa ndani ya moyo wangu kwa ajili yako. Na waombea washirika wote na kila mmoja ili Mungu aweze kuwainua. Ninatamani kuona siku moja Mungu amejibu maombi ya kila mmoja. Kila mmoja ndani ya moyo wake ana vile anavyotamani Mungu amtendee. Na neno la Bwana linazungumza nasi wakati huu. Mstari wa kwanza unasema, Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Hayo ni la kwanza hilo, ya kwamba wewe ukiwa umeokoka, ukiwa mtoto wa Mungu, maombi ni hayo. Bwana akujibu siku ya dhiki. Na mimi ninakuombea hivyo, ya kwamba Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Kila mmoja anatamani kuinuliwa kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Ndani ya moyo wa kila mmoja kila siku kuna ombi, kuna dua, kuna matamanio, kuna shauku, kuna jambo ambalo kila mmoja wetu kivyake la kibinafsi anangojea Mungu aweze kumtendea. Na mapenzi ya Mungu ni haya, ya kwamba basi na akujibu, aweze kukujibu siku ya dhiki. Je, umedhikika kwa namna gani? Ni kitu gani kimekupa dhiki moyoni mwako? Inaweza kuwa si mwilini, lakini unadhikika moyoni mwako. Moyo wako una dhiki, moyo wako una machungu, moyo wako una shida fulani, labda kwa ajili ya kitu ulichokitarajia sana na bado hakijafika. Basi Mungu akujibu siku ya dhiki, na jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekea msaada toka patakatifu pake, na kukutegemeza toka Sayuni. Mpendwa, Bwana akutendee hivyo. Mchana huu leo ni baraka kwetu sisi sote. Neno la Bwana linaachilia baraka za Bwana kwetu, ya kwamba Bwana akupelekea msaada kutoka patakatifu pake. Mahali pale unahitaji msaada wa Bwana, mahali pale ambapo umekwama, unatatizika, Bwana apeleke msaada toka patakatifu pake, ukufikie katika taabu yako, na kukutegemeza kutoka Sayuni. Kukutegemeza maana yake ni kuhakikisha kwamba ametimiza mahitaji yako. Yaani vile unavyomtegemea kweli umeweza kupata tegemezi. Vile ambavyo umehitaji kusaidika, umesaidika. Kwa hiyo Bwana akutegemeze, usimame imara, usianguke. Ukikitegemeza kitu inamaanisha kwamba kitasimama, hakitaanguka. Bila hicho kitegemezi, kitu hicho kitaanguka. Lakini hicho kitegemezi kikiwepo, ina maana kwamba hicho kinachotegemezwa kitasimama wima. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuinama au wa kunyong'onyea kwa namna yote, bali wewe ni mtu umesimama imara, kwa sababu siri inayokutegemeza ipo, na ni Mungu aliye hai, Mwokozi wako. Azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. Sadaka zako zote. Tangu ulipomjua Bwana katika safari hii ya imani, umetoa sadaka nyingi kwa ajili ya Bwana. Si za pesa tu, si sadaka ya kikapu pale kanisani tunapotoa, lakini kuna mambo mengi sana umejitoa kwa ajili ya Bwana. Kila sadaka, wakati mwingine tunaitana kwa kazi, unaacha mambo yako yote, unaingia katika kazi kufanya, umefunga shughuli zako, siku hiyo ni kwa ajili ya Bwana. Hiyo ni sadaka umetoa sadaka ya muda wako, umetoa sadaka nguvu zako, wakati mwingine unafunga na kuomba kwa ajili ya kanisa. Zote hizo Biblia inasema azikumbuke sadaka zako zote. Sadaka zako zote inamaanisha kila aina ya sadaka uliowahi kutolea Mungu aikumbuke.
Umewailia machozi kwa ajili ya kanisa, hiyo ni sadaka. Aikumbuke ya kwamba kuna siku lipiga goti ukiomba kwa ajili ya mabadiliko kanisani, ya kwamba kuna siku ulitoka hapa ukaenda ushinde katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya kumfanyia Mungu kazi, ukasimamisha mambo yote yako kwa ajili ya Bwana. Umejitoa, haukuenda kwa sababu muda tu ni rahisi au unapatikana au imeingiana yenyewe, bali ulijitoa kwa sababu kwa makusudi kabisa, naacha kazi zangu, nilikuwa niende mahali lakini siendi, nilikuwa nifanye jambo fulani lakini silifanyi, kwa sababu huu muda ninauchukua kumfanyia Bwana jambo fulani. Hiyo ni sadaka. Kwa hiyo kutoka safari hii umefahamu, Bwana azikumbuke sadaka zako zote. Amen. Na azitakabali dhabihu zako. Kila dhabihu uliyotoa kwa ajili yake ikubalike. Umetoa kuku wako kwa ajili ya Bwana, hiyo dhabihu ikubalike. Ni mbuzi ulitoa, hiyo dhabihu ikubalike. Ni muda ulitoa, ni nguvu ulitoa, ni ujuzi, ni akili, ni pesa ulitoa, hiyo dhabihu ikubalike. Amen. Azikubali dhabihu zako zote. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Hilo ni ombi langu kwa ajili ya kila mshirika mchana wa leo. Ninavyowaombea, haya ndio Paulo wakati mwingine anasema ya kwamba kila wakati ni wakumbukapo katika maombi yangu. Kwa hiyo kusema kwamba unawaombea watu jambo zuri, manake Paulo anawaambia wateule wa Bwana namna hiyo. Ninafurahi kila ninapowataja katika sala zangu, kila ninapomuomba Bwana. Na mimi siku ya leo ninajiunga naye Paulo akiombea washirika wake, na mimi ninawaombea wangu pia, nikiashiria baraka hizi, nikisema Bwana akumbuke sadaka zako zote, azitakabali dhabihu zako, akujalie kwa kadri ya moyo wako. Leo ni siku ya kupokea baraka kutoka kwa Bwana. Amen. Huo tuko katika Zaburi ya 20, tuko mstari wa 4 sasa. Akujalie huyu Bwana, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Ndani ya moyo wa kila mtu kuna tamanio, kuna jambo unalotamani. Pengine kwa miaka hii yote we ni mke, umeolewa na mume hajaokoka, na hilo ndio hitaji. Ukiulizwa na Mungu, omba la kwanza unamtaja huyo, kwa sababu natamani ni siku gani ataokoka, tuwe sote tumeokoka ndani ya nyumba. Basi akujalie, verse 4, Psalms 20 verse 4, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Huo moyo wako kama una haja yoyote, basi akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Sasa inategemea unataka kiasi gani, una haja kiasi gani. Haja yako ni ndogo au huna haja yoyote. Unajua kuna wakati mwingine tunakutana katika maombi na tunasema jamani, kuna mahitaji, kuna mtu anahitaji, na tunanyamaza kimya kabisa. Panainua mkono mmoja pale, tuombe kwa ajili ya kitu fulani, na nyinyi wengine hakuna. Ina maana hawa watu yani hawana haja yoyote katika mioyo yao, kwa sababu kama huhitaji. Na tunasema hata kama ni asiri, si kwamba utaisema, si inua tu mkono sema ninalohitaji. Hiyo ni namna huwa inatumika. Hata kama hitaji lako ni la kibinafsi sana, utataka litajwe, lakini hitaji wale unainua mkono sema niko na hitaji. Sawa, tunakuelewa. Dada yetu au ndugu yetu yule anahitaji, mwingine pale inahitaji lingine analitaja kabisa. Sasa mstari wa 4 unasema akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Unajaliwa kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Je, huo moyo wako una haja yoyote? Basi ikiwa una haja yoyote, ninasema mchana wa leo, basi Bwana aishie aione hiyo haja ya moyo wako, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Ni nini hiyo huwa unamuomba Mungu sana? Ni nini hiyo umemngojea Mungu miaka mingi mpaka hudhani kama Mungu atakuja jibu siku moja? Hiyo haja haiwezi achwa ndani ya moyo wako pasipo kuhudumiwa. Lazima Mungu atahudumia, kwa sababu anasema atajibu kwa wakati wake. Basi mpendwa, siku ya leo Bwana akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Mashauri yako mangapi? Yote. Amen. Akujalie ayatimize. Mama, ndugu yangu, atimize mashauri yako yote. Baada ya kutimiziwa hivyo, sasa na tushangilie uokovu wako kwa jina la Mungu wetu. Tuzitweke bendera zetu.
Bwana akutimizie matakwa yako mangapi? Yote. Yaani leo ni kufurahia Bwana. Leo ni kusema amen. Leo ni kureceive. Leo ni kupokea tu. Maanake mapenzi ya Mungu ni hayo. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. We will set up our banners. Tutaziinua bendera zetu. Kiswahili hapa kinasema hiki tunachokisoma, tuzitweke bendera zetu. Kutweka ni kuinua juu, kwa sababu Kizungu inasema we will set up our banners. Tunaziweka mabango, bendera zile tunaziinua juu ya kwamba Mungu wetu ni mshindi. Unajua wakati watu wanaposhindana, yule anaposhinda huwa anapewa bendera ya kwao na anainua juu, ishara ya kwamba ndiye anayeongoza. Lakini yule kule nyuma hana ujasiri wowote. Unajua Mungu ametujalia Kenya, wanariadha wanatoka Kenya mara nyingi wa mbio ndefu, na mara nyingi bendera ya Kenya huwa tunaiona pale kwenye utepe wakati yule mshindi anayepeperusha. Ni furaha sana. Sasa na hapa tunaambiwa na tushangilie uokovu wako kwa jina la Mungu wetu. Tuzitweke, tuziinue bendera zetu. Tunazinua bendera zetu kwa ujasiri, kwa sababu tumeshindaniwa. Tuna Baba ambaye tukimwomba anatujibu. Si kama yule Baali ambao watu waliomba hajibu, wakaomba kuanzia asubuhi mpaka saa 6 hajibu, wakajikatakata hajibu. Yale ni masikitiko. Hawana ujasiri wowote. Hawezi kujigamba kwa Mungu yule asiyejibu kitu. Lakini sisi ambao kutoka mwanzo tunaambiwa ya kwamba kutoka mstari wa 1, Bwana ajibu siku ya dhiki. Atujalie Mungu wa Yakobo, jina lake lituinue. Atupelekee msaada kama wewe umeletewa msaada kutoka patakatifu pa Bwana na umetegemezwa kutoka Sayuni. Verse 3, azikumbuke sadaka zako zote. Kila ulichotoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ile sadaka inakumbukwa. Umewahi kusimama na kazi ya Mungu kiasi gani, hiyo sadaka ikumbukwe, na sio kidogo, zote zitakabaliwe dhabihu zenu, Mungu aweze kuzitakabali. Remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. Accept, kutakabali ni kukubali. Kama atatujalia kwa kadri ya haja ya mioyo yetu, kila mahitaji yetu Mungu anasikia, na tuna mashauri yetu yote yanatimizwa na Bwana. Tunalipi lingine pasipo kumshangilia huyu Bwana? Ni kumshangilia huyu Bwana, kwa sababu sisi tumehudumiwa, tumefurahishwa, tumetunzwa, tumehudumiwa, tumetegemezwa. Tunaye mtu wa kutegemea, tunaye Mungu wa kutegemea ambaye hatubebi mizigo yote. Tumepumzishwa katika maisha yetu. Njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa mzigo, nami nitawapumzisha. Tunaenda kwa Bwana huku tukimtuka yeye fadhaa zetu zote. Tunategemea, tunatembea tukiwa free. Kwa hiyo tukiangalia wengine ambao wamebeba mizigo yao wanang'ang'ana nayo, wao tunawasikia ni masikitiko, ila sisi tuna haki ya kuinua bendera zetu, tuseme Bwana wetu Yesu oye, kwa sababu ametupa ushindi. Amen. Ametupatia ushindi. Hatubebani na mizigo yetu wenyewe. Sisi hatuna lugha zile za kuambiana pambana na hali yako. Hapana. Hiyo lugha sio ya kwetu, kwa sababu neno la Mungu halituambii tupambane na hali yetu. Anasema tumtwike hizo hali zetu. Tumtwike. Kwa hiyo mpendwa, ikiwa unamwambia ndugu yako au dada yako pambana na hali yako, unatoka kwenye maandiko. Pambana na hali yako. Hiyo sio lugha ya kwetu. Hiyo lugha ya mataifa hiyo. Sisi tulishaambiwa tupeleke mizigo tupumzishwe. Hatupambani na hali tena. Tena tunakumbushwa sasa tunyenyekee chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Atatukweza kwa wakati wake, huku tukimtwika fadhaa zetu zote. Ngapi? Zote. Sasa hizo tena unabaki upambane nazo tena. Kwa nini unakubali? Sio lugha yetu hiyo. Wache wenyewe wala hawajapeleka wapambane na hali zao. Sisi hali zetu tunamtwika Bwana. Amen. Tunamtwika Bwana. Kwa hiyo mtu akikwambia pambana na hali yako, mzomee tu, mwambie mimi zangu hubebewa. Sio unasikia mwimbaji anaimba kwa ujasiri, anasemaje? Mwenzio sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na Bwana. Yaani mwenzio unaponiona hivi sipiganagi mwenyewe. Wewe kama bado unang'ana na vita vyako, wewe ng'ana, lakini mwenzio sipiganagi mwenyewe. Kwa hiyo sasa, kwa ajili ya kupiganiwa huko,
kujibiwa maombi huko, kutegemezwa huko. Hiyo yote ambayo tumeisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka hapo. Sasa tunabaki na jambo moja: kama huyu Bwana ametufanyia hivi, kama tumefanyiwa hivi, basi tufanye nini? Na tushangilie wokovu wako. Kwa jina la Bwana wetu tuzitweke bendera zetu, tuziinue kwa ujasiri, tuseme Bwana Yesu ndiyo wa pekee. Wale wanao kampenia watu wanaweka mabango juu, wanamkampenia yule akisema huyu ndiye, wanaandika majina yao makubwa makubwa kwenye mawe na kwa kuta, wakisema wakati huu fulani ndio wa kuchaguliwa. Hiyo ni kubahatisha tu. Wengine huziandika vile na zitabaki kuwa kwenye mawe, hata hawakujapita. Lakini kile ukipita pale utaona so and so kwa sijui kitu gani 2020 whatever. Wewe unapita hiyo. Lakini huyu Bwana wetu ameshatenda tayari. Amen. Sasa inaendelea. Sasa najua, verse 6. Sasa najua ya kuwa Bwana amuokoa masihi wake, atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Unasikia hilo andiko? Ni andiko la kudiscover, la kugundua. Baada ya kuanalyze mambo, baada ya kuona matendo ya Mungu, mwandishi anasema sasa, yani kulingana na vile nimeona Bwana anafanya, kwa kweli sasa najua kuwa Bwana amuokoa masihi wake. Yani nalimuomba hii akanijibu, nilimuitisha hii akanipa, nilimlilia hiki akanisikia, nilimtwika hii akanibebea. Kumbe kweli kuokoka ni faida. Sasa nimejua kweli kumbe kuokoka unasaidika. Sasa najua ya kwamba Bwana amuokoa masihi wake, atamjibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo makuu ya wokovu ya mkono wake wa kuume. Huyo ni mtu ameweka conclusion. Sasa anaweka pale mwisho, anasema kwa kweli Mungu si wa kubahatisha, maana yale nimeyaona ni ya kweli. Hawa verse 7, kulingana na vile nimeona, hawa wanataja magari. Verse 7, hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Kulingana na navyo tusikia, farasi hufikia mali zikaugua zikafa, hata kama zilikuwa hodari aje. Magari hufikia mahali, unajua gari ikiwa mpya inapendeza kila mtu, lakini inachakaa ukiangalia tu, hata upende usipende, inaenda ikikataa mpaka jamani gari hii naipenda. Lakini ndio hivyo. Sasa kama ni chariot zile zilikuwa zinavutwa na farasi, hufika mali zikakataa kazi. Lakini sisi tunalitia jina la Bwana asiye expire. Haishi muda wake, hapungui nguvu, hachoki, hana mili hii yetu ambayo hufika mali kazeeka, huwezi kukimbia tena. Mungu wetu yuko vile vile jana, leo na hata milele. Huyo Mungu sina kutegemea jameni. Sasa wale waendelee na magari yao, kesho yataisha kazi pale mbele. Na hizo farasi zinadunda sana wakati huu, ziko na nguvu wakati huu, lakini huwa zinakwisha nguvu, si za kutegemea. Sisi tumetembea na Mungu, tumemuona Mungu vile ametembea nasi. Hakika sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. David alipokuwa anamkabili Goliath, nalimwona Goliath akija na fumo na mkuki, amevaa manguo yale mazito ya kivita. Lakini David akamwangalia akamwambia, wewe unanijia kwa fumo na mkuki, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana. Hiyo ni vitu vimetengenezwa tu kwa bila, lakini hili jina la Bwana likienda na hili jiwe langu litakushangaza. Sasa huyu bwana pamoja na mavazi yake ya chuma hayo na mkuki wake mkubwa ambao alikuwa anafanya kubebewa, akaangushwa na jiwe moja ambalo limetokana na nguvu ya Bwana. Jamani, kama huyu Bwana anatembea nasi kiasi hiki, tutamwacha kweli? Tutaacha kumtegemea kweli? Tutaacha kumwita kweli katika nyumba zetu? Tunajua hakika atajibu. Amen. Atajibu. Wao wameinama, au wenye kutegemea magari na farasi, wao wameinama na kuanguka. Bali sisi tumeinuka na kufanya nini? Na kusimama. Jamani, tuko kwenye Zaburi 20 mstari wa 8.
Tusione ya kwamba sisi tunafanana na binadamu wale wengine. Hapana, sisi tumeshatengwa, na sisi tunabebwa, sisi tunaendelezwa, sisi tunashughulikiwa na Bwana, tunajaliwa. Mungu anatujali, anatuhudumia. Kwa hiyo tofauti yetu na wale ni hiyo ya kwamba, kama vile ilivyotangulia kusema, wao wanapambana na shida zao, zinawainamisha, zinawachakaza, zinawasumbua. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tumeinuka na kusimama. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya huyu Bwana. Watakapoimba wao wanaanguka nayo, sisi si hao. Wao waanguke nayo, sisi si watu wa kuanguka. Hapana, sisi tunainuka na kusimama. Halafu mpendo wao umekazana kabisa, umetoka majasho kabisa. Wenzako wanaposema anguka nayo, mama nawe pia unaanguka nayo, unaanguka nayo, anguka nayo, unaanguka. Sisi si watu wa kuanguka jamani. Wewe unasikia wenye kuanguka ni wengine huko. Wao wameinama na kuanguka. Wao sio sisi. Kwa hiyo wanaoanguka sio sisi, ni wale. Na ni maandiko hiyo. Wao wameinama na kuanguka. Waangukage nazo huko sijui ni vitu gani. Sisi tumeinuka na kusimama, na tunasonga mbele kiwima wima, maana yake tumetegemezwa. Bwana, umuokoe mfalme, utuitike siku tuitayo. Amen. Hiyo ni sehemu ya mwisho katika zaburi hii, ya kwamba Bwana, kwa kweli, kwa furaha hii ambayo Mungu umetupatia, Bwana, basi umuokoe mfalme, utuitike siku tuitayo. Na mimi jioni ya leo ninasema, mamangu, dadangu, binti yangu, ndugu zetu tuko mahali hapa, ni kwamba Bwana akutane na haja za moyo wako. Unapomwitika unapomwita akuitike, unapomlilia akusikie, akutane na haja za moyo wako, akuhudumie. Anaziona, anazielewa. Ombi langu ni kwamba usikae muda mrefu katika kilio chako. Ombi langu ni kwamba vile inavyosema ya kwamba kilio huwa inakuwa usiku, lakini kifuraha inakuja asubuhi. Naomba kwamba usiku usiwe mrefu sana kwako. Ufikie kupambazuka kwako kwa jina la Yesu. Ufikie kupambazuka kwako. Umelia kirefu, umehuzunika kirefu, umeshindwa, kana kwamba ni kama kadri unavyozidi kuomba ndio giza linazidi, na asubuhi kukaribia kwa jina la Yesu. Hizo sio ni dakika za mwisho za giza hilo, lakini sasa ufikie kupambazuka kwako kwa jina la Yesu, ili kwamba ufikie mahali pa kumshangilia Bwana na kusema, hakika mimi nimetofautishwa na wale wengine, ya kwamba nimesimamishwa. Ikiwa ni wakati wa kiangazi, kitainamisha wengine. Mungu, wewe umenifanya kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Hayo maji na mto huo haukauki. Huo mto haukauki, uko throughout. Kwa hivyo kama nimepandwa pale, si shughuliki na kiangazi mimi. Yaani wewe kama umepandwa pale, ushughuliki na kiangazi. Na ndio sababu ya kusema ya kwamba wakati wengine watakapopukutisha majani yao kwa sababu ya kiangazi, Biblia inasema jani lako halinyauki, liko kijani kibichi kila wakati, evergreen. Katika Zaburi ya kwanza na Yeremia 17 imeongea mambo hayo, ya kwamba umekuwa kama huo mti. Tulifundishwa wakati tukisoma ya kwamba miti ile, tulifundishwa softwood wakati ule, tukaambiwa the characteristics of hardwood and softwood ni kwamba hardwood ziko evergreen, alafu na softwood they shed leaves, zinaangushaga majani wakati wa kiangazi. Walitufundisha hivyo wenyewe ya kwamba wakati wa kiangazi softwood zinaangusha majani, alafu mvua ikaanza kunyesha zinaanza kutokea tena. Lakini sasa sisi hatuhusiki na ratiba hiyo ya kwamba tuangushe majani, no timing. Sisi tunaendelea kula throughout kwa sababu tumetegemezwa siku zote. Amen. Kwa hiyo wakati huu ni wakati wa kumshukuru Bwana. Angalia katika maisha yako jinsi Mungu alivyokutunza mpaka umefika saa hii. Angalia marika yako na wale umekuwa nao na wale marafiki, hali zao ziko namna gani. Wengine hawapo vizuri, wengine balaa na matatizo yamewapinda kweli kweli. Shida zao wamepambana nazo, zimezidi kuwakunja, lakini wewe unanawiri tu. Unanawiri tu. Yani jinsi muonekana wako na umri wako haviambatani, kwa sababu umri wako mkubwa, lakini wewe umefanyika kuwa kijana kwa sababu umedumishwa vizuri.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatupenda, anatujali. Ni muda mzuri tuweze kwenda mbele za Bwana wakati huu. Tumwambie Baba, tunakutegemea. Asante Mungu kwa sababu unatujali. Asante kwa sababu Bwana kukuomba kwetu sio bure, kwamba hakika wewe unatusikia na tutakuwa na sababu ya kukushukuru mwisho wa safari, kwa sababu Bwana tumekuona katika maisha yetu. Kwa hivyo tusimame wote na tuendelee mbele za Bwana tuweze kumtukuza Mungu kwa